Jambo na karibu sana katika TANAPA Podcast. Awali ya yote ni washukuruni wote mnaotufuatilia kupitia mitandao ya kijamii, mitandao rasmi ya podcast, lakini kupitia YouTube, channel ya TANAPA Digital na kupitia Instagram za TANAPA. Tunawashukuru sana kwa maoni yenu, kwa ushauri na maboresho mbalimbali, na TANAPA Podcast inazidi kukata mawimbi. Leo tunazungumza kutoka mkoa wa Kagera, wilaya ya Misenyi, ambapo tuna zoezi maalum la kazi za kiuhifadhi katika maeneo haya. Lakini kabla sijaenda mbali, niweze kuwatambulisha wageni ambao ninao siku ya leo. Pamoja nami nipo na kamishna msaidizi wa uhifadhi Dr. Frederick Mufulu na kamishna msaidizi wa uhifadhi Charles Ngendo, ambapo tutazungumza kuhusu zoezi maalum la kuhamisha tembo. Wanatoka wapi, wanakwenda wapi, kwa nini? Hayo yote utayasikia hapa. Endelea kufuatana nasi mpaka mwisho wa podcast hii, na mimi ninaitwa kamishna msaidizi wa uhifadhi Catherine Mbena. Tuwe pamoja mpaka mwisho. Afande, kwa kuanza tu, tembo analala? Tembo huwa analala? Asante sana kamishna kwa swali lako. Ndiyo. Nimeshawashuhudia tembo katika mapumziko ya aina mbalimbali. Ndiyo. Lakini tembo kwa maana ya kulala, ile ya kulaza mwili, sio jambo nalotegemea kuliona. Kulaza mwili na kusinzia kama tunafanya. Kulaza mwili katika mfumo wa kulala, Ndiyo, sio jambo nalotegemea kuliona. Na hata ukimuona amelala, amelaza mwili, sio lazima kwamba ndio amelala. Kwa hiyo tembo ana uwezo wa kulala bila kulaza mwili. Okay. Na tabia hii tuko wanyama pori wengi. Kwa hiyo ukiwakuta tembo wamekusanyika, hasa wakati wa jua kali, wanapenda kujikusanya katika vivuli. Wanarundikana, wanasimama kama kundi. Sehemu kubwa ya wale tembo katika muda ule wanakuwa wamelala, wakiwa wamesimama. Natamani sana labda tungeendelea kuelewa kwamba tembo wanalalaje wakiwa wamesimama, lakini kwa leo hii inatosha, kwa sababu tutakuja kuzungumza huko mbele tembo na matabia yake yote. Tuje haswa kwenye ambacho kimetuleta hapa. Hapa tupo kwa ajili ya zoezi maalum la kuhamisha tembo. Natamani kujua tembo wanahama kutoka wapi kwenda wapi? Asante kamishna kwa swali lako zuri. Actually ndio msingi wa kazi yetu. Ndiyo. Lakini changamoto ya tembo hii iko katika maeneo ya wilaya kama 4 hivi. Wilaya ya kwanza ni Kyerwa, wilaya ya pili ni wilaya ya Karagwe, wilaya ya tatu hii hapa tulipo Misenyi, na wilaya ya 4 ni wilaya ya Bukoba. Zote wilaya hizi ziko katika mkoa wa Kagera. Liko eneo la wilaya Muleba linaloguswa, lakini zaidi madhara yako katika hizi wilaya nilizostaja. Ndiyo. Okay, kwa hiyo ninarudi pale. Kwa hiyo sasa tunawahamisha kutoka eneo gani, tunawapeleka eneo gani? Tembo hawa ni tembo walowezi. Ndiyo. Nitumie neno hilo kwa maana kwamba ni tembo waliohama kutoka hifadhi ya Burigi Chado, wakati huo ikiwa ni pori la akiba. Ndiyo. Yaani yale mapori ya akiba matatu ambayo kwa ujumla wake ndio yamefanya hifadhi ya Burigi Chado. Mapori haya ni Biharamulo, Burigi na Kinisi. Sawa. Kwa hiyo kwa uasilia wao tembo hawa ni wa hifadhi ya Burigi Chado. Kwa nini wamekuja eneo hili? Miaka ya nyuma kulikuwa na upenyo kwa maana ya ushoroba. Ndiyo. Uliokuwa unaunganisha hifadhi ya Burigi Chado, hifadhi ya Rumanyika na hifadhi ya Ibanda. Kwa hiyo ule ushoroba ulikuwa unatumiwa na tembo kuhama kutoka hifadhi ya Burigi Chado kwenda kwenye hifadhi hizi mbili. Lakini
jinsi idadi ya watu ilivyoongezeka na shughuli zao zilivyoongezeka, ule ushoroba ulifungwa. Tembo walipofika katika eneo hili la Kilwa na Karagwe, maeneo ya haya mawili, walishindwa kuendelea na safari yao kufika katika zile hifadhi. Ndio. Baada ya kupata malisho na eneo zuri la kutulia, lilokuwa na utulivu, waliamua kufanya makazi yao katika eneo hili. Ndio maana tunaita ni tembo walowezi, walilowea katika eneo hili. Na walipolowea katika eneo hili, waliamua kulifanya kama makazi yao ya kudumu. Ndio. Na wamekuwa katika eneo hili kwa kati ya miaka 18 mpaka 20. Muda mrefu. Lakini nini kiliwafanya Afande Ngendo wahame kutoka Burigi kuja huku? Kulikuwa hakuna malisho, kulikuwa hakuna, yani nini kiliwafanya wahame kutoka kule? Kwa sababu na lenyewe lilikuwa ni pori la kiuhifadhi ambalo limehifadhiwa, na tunaamini wanyama wangeweza kukaa kule na kupata kila kitu. Kwa nini walihama? Asante sana kwa swali lako. Kama tunavyojua tabia za wanyamapori, sababu za wanyama hawa kuhama kutoka sehemu moja kwenda nyingine ziko nyingi na zinafahamika. Kwanza, sababu ya kwanza, huwa wanatafuta maeneo ya malisho. Ni kweli kama ulivyosema Burigi kulikuwa na malisho, lakini nyakati zinatofautiana. Kwa hiyo wakati fulani maeneo haya yanakuwa na mvua na malisho yale ambayo ni laini mazuri. Kwa hiyo walikuwa wanatoka kule Burigi wanakuja maeneo haya na wanapata hicho chakula. Lakini sababu zingine ni maeneo mazuri ya kuzalia. Unaweza kukuta bonde hili la Kitengule lilikuwa linatoa nafasi nzuri ya wao kuzaa na kupata watoto na kuwalea vizuri. Lakini kama tunavyosema, kukiwa na nafasi hizo za kuruhusu wanyama kutembea, hawapendi kukaa sehemu moja. Wanapenda kutumia haya maeneo vizuri, kutoka eneo moja kwenda jingine. Na kwa sababu maeneo haya yalikuwa wazi, kwa hiyo ikawa inawapa hiyo fursa ya wanyama kuweza kuzunguka na kubadilisha mazingira na kurudi Burigi. Yani wanatoka Burigi wanakuja bonde la Kitengule, wanaenda hifadhi ya taifa ya Rumanyika Karagwe, wanaenda Ibanda Kyerwa, alafu wanarudi tena Burigi Chato. Kwa hiyo ni hali ya kawaida. Kukiwa na nafasi na mahitaji yale kupatikana, kwa maana ya chakula, maji, malisho mazuri, wanyama hawa wanapenda kutembea na kubadilisha mazingira. Lakini pia kunapokuwa hakuna interferences, hakuna mwingiliano wa makazi na watu, eneo likiwa tulivu na ni kubwa, wanyama hawa wanatembea wanaofika maeneo hayo. Kwa hiyo kile tunachokiona miaka hivi karibuni, kama tunavyojua kwamba sehemu kubwa ya mapori haya wanyamapori walikuwepo kunyuma. Ndio. Nini kimefanya wanyama hawa wasiwepo? Ni pale ambapo binadamu anawasogea kwenye makazi na mapori yale ambayo wanyama walikuwa wanaishi. Kwa hiyo wanyama wanajikuta wanapisha, wanarudi. Lakini kukiwa na utulivu, wanyama hawa maeneo haya yote wanayatumia. Kwa hiyo kama alivyosema Kamishna Dr. Mufuru, ni kwamba movement hizi, mzunguko huu wa wanyama ulikuwepo kwa sababu shughuli za kibinadamu hazikuwepo na wao wanyama waliotumia vizuri. Kwa hiyo sababu za mzunguko huu wa wanyama ni hizo: utulivu, upatikanaji wa mahitaji yao ulifanya wanyama waweze kutumia ile eneo lote. Kumbuka tu kwamba wanyama hawa hawako kwenye zoo. Wanahama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kama alivyosema Afande Ngendo, kwa kutafuta malisho na kutafuta utulivu. Kwa hiyo maeneo yakiwa yana utulivu, wanahamia huko, na hiyo ni kawaida kabisa. Lakini nikibaki na wewe Afande Ngendo, sasa tunapowahamisha kutoka haya maeneo ambayo tunawahamisha sasa kwa kurudisha Burigi, manake sababu sasa ni nini? Kile walichokifuata sasa hakipo, au kumetokea mazingira mengine ambayo yamesababisha sasa wasitakiwe kuwepo huko, warudi walikotoka? Asante sana. Sababu ya kuhamisha kwa sasa, kama ambavyo Kamishna Mufuru amesema, ni kwamba kwanza kabisa ule mwingiliano kati ya wanyamapori hawa na binadamu umekuwa ni mkubwa. Na umekuwa ni mkubwa kwa sababu binadamu ameendelea kupanua zile shughuli zake, kwa maana ya mashamba, makazi na shughuli mbalimbali, ufugaji. Zote hizi zimefanya eneo lile ambalo lilikuwa tulivu wakati ule na lilikuwa huru kwa ajili ya wanyama hao kutumika, limeendelea kupungua. Na nikija kwenye shughuli za kilimo ambazo zinakinzana sana na uhifadhi, zimeongezeka zaidi, hasa tunavyozungumzia. Na kwa mfano hapa tulipo tumezungukwa na miwa, nadhani unaona tuko katikati kabisa ya shamba la Kagera Sugar. Shamba hili limekuwepo toka miaka hiyo,
Lakini hivi karibuni tumeshuhudia upanuzi mkubwa wa shughuli hizi za kilimo cha miwa. Na hili ni jambo zuri. Watu wanahitaji sukari, wanahitaji chakula. Kwa hiyo shamba hili limepanuliwa, kwa hiyo maeneo yale ambayo huko nyuma yalikuwa ni mapori, sasa hivi yamekuwa ni mashamba ya miwa na uwekezaji umekuwa mkubwa, jambo ambalo ni zuri. Kule kwa upande wa vijiji, wananchi wameendelea, tunajua idadi ya watu inaongezeka na ardhi imebaki vile vile, haiongezeki. Kwa hiyo ongezeko la upanuzi wa mashamba ya miwa, wananchi kupanua mashamba kwa ajili ya mashamba ya migomba, kwa maana ya ndizi, mahindi, mazao mbalimbali ambayo yanalimwa. Kwa hiyo tumeshuhudia kwamba eneo hili limekuwa finyu. Kwa hiyo na migogoro ile imekuwa mikubwa zaidi. Kwa hiyo tembo akija upande huu anakuta mashamba ya miwa, akienda upande wa wananchi anakuta mashamba ya migomba na kadhalika. Kwa hiyo mwingiliano na mgongano kati ya wanyamapori hawa tembo na binadamu umekuwa ni mkubwa mno. Na migogoro imekuwa ni mikubwa mno. Sasa matokeo yake ni kwamba kumekuwa na athari nyingi ambazo zimetokana na migongano hiyo. Tumeshuhudia baadhi ya maeneo watu wameuawa, tumeshuhudia mali za wananchi za thamani kubwa, mazao yakiharibiwa na wananchi wakilima na bila kuvuna kabisa, na nyumba zikibomolewa na tembo. Kwa hiyo madhara haya ndio yamefanya sasa Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania, ambao tuko karibu na eneo hili, serikali kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii ione kuna sababu kubwa ya tembo hawa kuweza kuhamishwa kupelekwa maeneo ambayo ni salama. Lakini pia hata usalama wa tembo wenyewe. Eneo hili kwa sababu halina ulinzi na ule usimamizi wa kiuhifadhi, usalama wa tembo umekuwa ni mdogo. Kwa hiyo tumeshuhudia maeneo mengine tembo akienda karibu na maeneo ya wananchi wanashambuliwa, wanachomwa mikuki, katika ile hali ya wananchi kujihami na tembo hawa. Lakini pia kwa sababu ya kuto kuwepo na usalama wa kutosha, tunakuwa na wasiwasi pia na usalama wao na uwepo wao, kwa maana hata ya idadi. Na kwa sababu hakuna usimamizi wa karibu, huwezi kujua, unaweza kukuta pengine na ujangili unapitia katika eneo hili ambalo tembo hao walindwi vizuri, na tembo hao wanaendelea kupungua. Kwa hiyo ili kuwalinda tembo na kulinda usalama wa wananchi, wawekezaji na mali zao, basi hatua hii ya kuhamisha imekuwa ni muhimu sana. Sasa Dr. Mufulu, kama alivyosema Afande Ngendo, tutakuwa Dr. Simwete. Ndio, asante. Nadhani hiyo ni jema, inawezekana. Kama alivyosema Afande Ngendo kwamba kumekuwa na hiyo migongano baina ya wanyama na binadamu. Najua hii iko mahali pengi na kumekuwa na juhudi za makusudi za askari wetu kufika maeneo kama hayo na kufukuza tembo pale inapotokea wamevamia maeneo. Haikuwezekana hili kuendelea mpaka imebidi wahamishwe kabisa. Nashukuru sana. Kwanza mgogoro huu ni wa aina tofauti. Sasa migogoro mingine ambayo unaifahamu na unaikolea mfano. Ndio. Mgogoro huu hauwezi kulinganisha na mgogoro wa Komazi, hauwezi kulinganisha na mgogoro wa Serengeti, Nyerere. Katika hayo maeneo ya hifadhi, tembo wanatoka nje wakiwa wanajua nyumbani kwao ni hifadhi. Sasa ndio maana jukumu la askari wetu linakuwa kwenda kuwatoa kijijini kuwarudisha hifadhi. Sasa hawa tembo, nimetumia neno ni tembo walowezi. Ndio. Nyumbani kwao wanapopafahamu ni katika haya maeneo niliyoyataja. Eneo la Kirwa, eneo la Karagwe, eneo la Misenyi, eneo la Bukoba vijijini. Hawafahamu hata hiyo hifadhi ya Burigi Chato. Okay. Ni kusaidia katika eneo moja. Miaka 18 mpaka 20. Tembo aliyezaliwa katika kipindi kile, kwa sasa hivi anaweza kuwa amezaa watoto wawili, ambao kati ya hawa watoto wawili wengine pia wameshazaa. Kwani tembo wana wajukuu. Sasa wale wajukuu walio mama zao wajukuu Ndio. hawajui Burigi Chato. Sawa. Wanajua maeneo haya. Ndio. Haya maeneo kimsingi si maeneo ya hifadhi. Ndio maana changamoto, kudhibiti changamoto hii kwa kuwalinda tembo wasidhuru mali na maisha ya watu, changamoto ngumu sana.
na kimsingi haiwezekani. Tunathubutu kusema haiwezekani. Ndiyo. Lakini kama alivyosema mwenzangu Kamishna Yendo, tunaangalia mambo mawili. Usalama wa wananchi, usalama wa mali zao, lakini pia usalama wa tembo. Lengo pia la zoezi hili ni kuwapeleka tembo katika eneo ambalo watakuwa salama kuishi, salama kuongezeka na salama kustawi. Sawa sawa. Na wakati huo tutakuwa tumepata suluhisho la kudumu za zile changamoto ambazo ziko na kabili wananchi na shughuli zao. Tuelewe kitu kimoja hapo kwamba tuna kawaida katika maeneo mengine kama alivyotaja Dr. Mofulu ya kuwa tuna waswaga tembo kuwarudisha kwenye hifadhi kwa sababu kwao ni kwenye hifadhi. Lakini zoezi hili lipo kwenye maeneo ambayo tembo wamekuja kuweka kambi, wamelowea katika maeneo ambayo si hifadhi, na wametoka miaka mingi kutoka kwenye hifadhi kiasi kwamba generation kadhaa zilizozaliwa baadaye hazijui kule walikotoka, zinajua huku. Kwa hiyo tofautisha hapo ile ya kuswaga tembo kuwarudisha kwenye hifadhi na hii dokta kasema hii ni tofauti kabisa, na mmesikia vizuri maelezo yake. Katika kuswaga tembo, bahati nzuri nimebahatika kiukweli kushiriki na nimejifunza vitu vingi sana. Yaani hii ilikuwa ni fursa ambayo honestly nimejifunza vitu vingi sana. Mimi ni mhifadhi wa siku nyingi hapa TANAPA, kwa maana ya kufanya kazi TANAPA, si mwanataaluma ya uhifadhi, lakini kuna vitu naendelea kujifunza kila siku. Na hichi ni kimoja wapo. Tumeshiriki kufukuza tembo na nimeona kuna maeneo yalikuwa wanapelekwa na ni kama hawataki. Yaani mnawasukumia helikopta na wao wanafanya mikonga hivi, yani karibu wote wanafanya hivi. Ile ilikuwa inamaanisha nini? Nashukuru sana. Tembo wanajua mazingira yao. Ndiyo. Na labda nitoe tu neno moja la utangulizi. Tembo katika wanyama wenye akili, tembo mnyama mwenye akili sana. Okay. Wanyama wanaweza kujifunza, tembo anaweza kujifunza sana. Na hata tunapowaswaga, kinachotuongoza ni utashi wao. Ukiwapeleka sehemu ambayo utashi wao hawaruhusu kwenda huko, hawataenda. Tunawapeleka katika njia ambazo wao wamezoea na kubali kupita. Okay. Yako maeneo machache inabidi kulazimisha. Lakini sehemu kubwa ya uswagaji unakwenda kwa hiari ya tembo kama ulivyoona. Ndiyo. Sasa tukijaribu kutumia akili zetu na kubuni njia zetu ambazo kimsingi wao hawazikubali, lazima wanaonyesha mgomo. Ndiyo. Na wakionyesha mgomo tembo, lazima watakataa. Kwa hiyo cha kufanya ukikutana na hali hiyo ni kuangalia wao wanapenda kwenda mwelekeo. Alafu naangalia ule mwelekeo unashabihiana kwa kiasi gani na lengo nalotaka kulipata. Na kwa sehemu kubwa njia zile tulizoainisha za kuwapitisha ni njia ambazo wanazifahamu, sikubali. Nikirejea nyuma jana baada ya mgomo wa juzi, jana tuliwapitisha njia ambayo wamekubali na walikwenda vizuri sana. Kwa ina maana kule tulikuwa wapeleka juzi, kwetu sisi kulikuwa na urahisi kwa akili zetu za binadamu. Lakini kwa akili za tembo ilikuwa sio sehemu sahihi pao. Sisi tulikuwa tunatafuta kuwarahisishie, lakini wao ile option walikuwa hawaikubali. Ndio. Na leo niongezee tu pale alipoishia Afande Mofulu kwamba ingewezekana tembo kulazimisha kabisa maeneo mapya wakapita. Lakini katika ulazimishaji ule ndo utajikuta kwamba unatumia nguvu kubwa, na pengine hiyo inaweza ikaleta madhara kwa sisi askari na afisa ambao tunafanya hili zoezi kuwahamisha hawa tembo, au likaleta madhara kwa tembo wenyewe. Kwa hiyo ieleweke tu wazi kwamba tunataka tembo hawa tuwahamishe, lakini pia kwa kuangalia usalama wao, welfare yao. Tusingependa kuona tunafikia mahali ambapo tunalazimisha mpaka tembo hao wanapata madhara ama ya kufa, ama sisi wenyewe tunapata madhara. Kwa hiyo wanahamishwa, lakini kwa kuzingatia pia professionalism. Sisi ni wahifadhi wa hawa tembo. Kwa hiyo tungependa kuangalia welfare wao, tuwafikishe kule wanakotakiwa kufika salama. Lakini sisi wenyewe pia wahifadhi, afisa na askari, tukawa salama.
Sawa. Wakati tunaendelea na zoezi la kuhamisha tembo, tuko juu kwa helikopta, nimeona kuna makazi ya watu, kuna mifugo, maeneo ya tunakopita kwa mbali unaona kabisa kwamba kuna makazi na kuna mifugo. Ni kwa kiasi gani zoezi hili limekuwa salama kwa pande zote mbili, kwa sababu umezungumzia pia usalama wa wanaohamisha huko tunakopita, lakini na wanyama wenyewe. Ni kwa kiasi gani hili limehakikisha usalama wa pande zote tatu? Nashukuru sana. Kuna fursa mbili katika eneo hilo la usalama. Usalama wa tembo na usalama wa wananchi. Ndiyo. Lakini cha kwanza, ili zoezi liweze kufanikiwa, lazima wananchi waelimishwe. Lakini sio kuelimishwa tu, wapewe taarifa sahihi kuhusu kazi hii. Ndiyo. Kabla hatujaanza zoezi hili, timu yetu ya Ujirani Mwema ilipita katika maeneo yote ya wananchi. Kwanza kuwahamasisha kushiriki kwenye zoezi. Ushiriki ni kwamba waelewe kwamba tembo wanapita. Lakini pili, wanapopita katika maeneo yao watoe taarifa. Lakini pili, sisi tunapofanya kazi, tunafanya kazi kwa vifaa vya angani na kikosi cha chini. Moja ya kazi ya kikosi cha chini ni kusaidia kusukuma tembo. Lakini kazi ya pili ni kuhakikisha usalama wa wananchi pale tembo wanapopita. Lakini zaidi ya hilo, wananchi wana hamasa kubwa. Ndiyo. Na baadhi ya maeneo tunayopita ni maeneo ambayo hawa tembo pia walikuwa wanayatumia. Na walikuwa wanayatumia wakiwa na wananchi hawa. Kwa hiyo pia wananchi kwa kiasi fulani walizoea kuishi nao. Kuishi nayo kwa namna ya kuwakwepa kwa njia sahihi. Kwa hata tunapowapitisha, wananchi wanatumia zile mbinu zao walizozoea kuwakwepa wale wananchi. Lakini la nyongeza zaidi, tembo wakiwa chini ya uongozi wa helikopta, wanajali zaidi helikopta kuliko vilivyo pembeni yao. Yaani wanajikita zaidi kuikontrol helikopta kuliko kuanza kushambulia watu. Ila yeyote ambaye atapita mbele yao au katika eneo ambalo ni katikati yao lazima atapata madhara. Lakini cha tatu, helikopta yenyewe pia inatosha kuhamasisha watu kwamba kuna kitu kinaendelea hapa chini. Ndiyo. Na sisi tukiwa kwenye helikopta tunawaona. Pale ambapo tunaona kuna madhara yanaweza kuyapata, tunawapa ishara ili waondoke. Nimeona hiyo. Na kwamba helikopta ina uwezo wake wa kushuka mpaka kidogo chini. Nimeiona kama imekuwa rahisi sana kwenye communication na wale tunakutana nao, lakini hata kwenye zoezi zima la kuswaga tembo. Ni changamoto gani labda mpaka sasa mmekutana nazo katika zoezi hili? Nashukuru sana. Kama tulivyosema, kulikuwa na maandalizi ya zoezi hili. Maandalizi yalihusisha kuona ni maeneo gani ambayo tembo hao watapita. Maandalizi pia ilikuwa ni kufanya majaribio ya kujua kabisa zile tabia za tembo, njia zao wanazopita. Kwa hiyo haya maandalizi yalifanyika vizuri, lakini baada ya kuanza zoezi jinsi ambavyo tunaendelea nalo, tumekuja kugundua kuna changamoto zingine ambazo hatukuziona mwanzoni. Na hiyo inatokana tu na jinsi ambavyo tembo ni mnyama mwenye akili na IQ kubwa. Nadhani hilo linafahamika na tunafahamu tembo ana mambo mengi sana ambayo yanashabiana na tabia za binadamu. Nikupe mfano tu, kuna mahala tembo akifa, tembo wanakaa pale wanaomboleza kabisa. Wanafanya matanga, wanafanya kila kitu mpaka hawana uwezo tu wa wakazika vizuri kama binadamu tunavyofanya, lakini wanaomboleza. Na hiyo inatuonyesha kwamba tembo wana akili na wana mambo mengi yanayoshabiana na binadamu. Na hivyo hata uwezo wa kujifunza upo. Kwa hiyo niseme tu changamoto ambayo tumeiona kwenye zoezi hili wakati inaendelea. Sisi kama alivyosema kamishna, kuna wakati tulitaka wakati wa kulifanya zoezi liwe rahisi na lifanyike kwa haraka, tulitaka kuwa na njia ambazo ni za shortcut kidogo ili zoezi lichukue muda mfupi. Lakini tumekuja kugundua kwamba tembo kama unataka kulazimisha kumpitisha eneo ambalo katika mizunguko yao ya kawaida hawajawahi kupita, hawezi kupita, hawezi kwenda. Tembo ana kumbukumbu kubwa. Ana kumbukumbu kubwa zaidi.
wanasema zaidi ya miaka 40. Yaani kitu ambacho anacho kwa miaka 40 kitabaki kuwa kichwani. Kwa hiyo tumejikuta kwamba maeneo mengi tunayotaka kulazimisha waende wamekataa. Na hilo limekuwa ni changamoto, kwa sababu mnapofanya jaribio la kupitisha mahala fulani linachukua muda mrefu mpaka kuwafikisha pale. Kwa hiyo linapofeli inabidi tena muanze upya. Kwa hiyo unajikuta tayari hapo mnachukua muda mrefu. Kwa hiyo hii ni changamoto ambayo mimi nimeiona. Lakini changamoto nyingine ni kwa upande wa wananchi. Baadhi ya maeneo tembo wanataka kupita kwenye eneo ambalo ni salama, wananchi wanakuja wanataka kusimama mbele yao, mbele ya tembo. Sasa na tembo akishaona hali hiyo kabisa wanageuza na wanabadili mwelekeo na wanabadilisha kidogo tabia na wanataka kuwa wakali kidogo. Sasa hili ni jambo ambalo kama tulivyosema tumeendelea kuelimisha wananchi na nini, lakini ni changamoto na ambayo inazuia sasa lile zoezi lisiende kufanyika vizuri kama ambavyo tulitarajia. Nadhani hizi ndio baadhi ya changamoto ambazo nimeziona. Naona kamishna ataongezea changamoto zingine. Nashukuru kwa hayo uliyosema. Ndio, baliane kabisa ni changamoto. Lakini mimi narudi kwenye changamoto ya tembo wenyewe. Kama tumefahamu tulipofanya mazoezi ya tathmini, tuligundua jambo moja. Kuna mafungamano makubwa sana kati ya tembo na eneo wanaloishi. Hawa tembo wanajua maeneo haya tuliyoyataja ndio nyumbani kwao. Kwa hiyo kitendo cha kuwaondoa ni kitendo cha kuwahamisha. Kama hata ilivyo kwa binadamu, tumeona maeneo mengi serikali inataka kuhamisha watu na watu wana resist. Kwa hiyo tembo hawa Wengine wamesema akili ya tembo na binadamu zinakaribia kufanana. Tembo hawa wanapenda sana eneo hili. Sio kupenda tu kama nilivyokuambia mwanzo, kuna wengine hawana kabisa uelewa na eneo lingine. Kitendo cha kuhamisha kwa kiasi fulani lazima kiwe kitendo cha kuwalazimisha. Sasa Unapowalazimisha wale wanyama lazima uonyeshe hali ya kukataa. Kwa hali ya kukataa ambayo inaonekana kwa sasa ni pale ambapo unapopeleka kundi moja, lile lingine ambalo liko loose, lile ambalo haulishughulikii kwa wakati ule, linarudi. Linarudi katika yale maeneo ambayo linafahamu hapa ndio. ndio. Kwa hiyo kimsingi hali hii inatuongezea muda wa kufanya zoezi hili. Ndio. Kwa sababu unawapeleka mbele, lakini ukiwaacha kidogo wanarudi. Hiyo ni changamoto ya tembo, na ni changamoto ambayo sisi tulipofanya ufuatiliaji wa tembo hawa tulifahamu ile ilipo. Ndio maana hata katika kazi hii ina awamu mbili. Ndio. Ina awamu ya kuhamisha, lakini ina awamu ya kudhibiti wakishafika kule tunako. Sisi tunaamini kwamba bado watakuwa na kwenye akili zao Kitengule, Kerwa, na kwenye maeneo haya bado wale tembo watajua kuifuku ndio kwao. Na mimi kitaalamu najua kwamba kiwango cha chini cha kuanza kukata tamaa sio kumbukumbu kufitika, kuanza kukata tamaa ya kurudi Kitengule ni mpaka tuadhibiti mfululizo kwa miaka miwili mpaka minne. Okay. Katika kipindi hiki chote bado tembo atakuwa na hamu ya kurudi. Ndio. Kwa hata katika mpango huu tuna mpango wa kuhamisha na mpango wa kudhibiti. Na huu udhibiti pamoja na kwamba unaweza kukaa kipindi fulani ukapata amani, wametulia kule ulitowapeleka, Olo besali unaweza kukuta siku moja waamka wanataka kurudi Kitengule. Alafu pia niongeze kamishna, kumbuka kama tulivyosema hapa kuna shamba la miwa. Na miwa tunajua ni sukari, ni kitu kitamu. Sasa kitu kitamu kama hiki, na miwa hii ni milaini, ina sukari, mitamu, ina lishe kubwa sana kwenye mwili wa tembo. Sasa ugumu mwingine tunaopata ni kwamba huu utamu na hii sukari iko mwilini tayari. Kwa hiyo wakikumbuka hii sukari na hii miwa
hawatamani kuondoka kabisa, na hasa tunavyojua kwamba hawana uhakika kama huko tunakokwenda miwa itakuwepo. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kubwa sana kuacha kitu kitamu kama hiki, lakini tunasema tu kama alivyosema kamishna hapo kwamba ile ladha ya miwa wakikaa kule itatoweka, baadaye watasahau. Kwa hiyo watazoea kile chakula ambacho kitakuwepo kule. Na udhibitisho wa uwepo wa yani umuhimu wa miwa katika maisha ya tembo hawa walipokuwa katika eneo hili inaonyesha kwa kiwango cha uharibifu walichofanya. Lakini kama alivyosema kamishna Ngendo, miwa hii ina lishe, na ishara moja ya kuonyesha kwamba tembo pamoja kwamba alikuwa kwenye eneo dogo ambalo lina ushindani wa kupata malisho, ikimaanisha kwa maana ya competition kati ya tembo na mifugo. Mifugo iko mingi sana hapa. Katika shule pekee yake wana zaidi ya ng'ombe 7,000 katika eneo hilo. Bado wafugaji wengi. Ndiyo. Pamoja na competition ya malisho iliyokuweko pale. Lakini kama ulivyoshuhudia wewe mwenyewe. Ndiyo. Uzaano, reproductive capacity ya wale tembo iko juu sana. Na wote tunapofahamu biolojia ya kawaida, kuna uhusiano mkubwa kati ya uzaano na lishe. Ni kweli. Ni kweli. Hata kwa binadamu. Ni kweli. Singeweza kupata ule uzaano mkubwa kiasi kile bila kuwa na kiasi cha kutosha cha chakula. Na kwa uhakika chakula hiki hakikuwa miti, hakikuwa nyasi, kwa sababu miti na nyasi wanagombania na mifugo wengine. Ndiyo. Lakini chakula hiki walikuwa na kila kwa lazima ni miwa. Na ukiangalia vizuri, usiku mzima haya makundi ya tembo yalikuwa yanataka kurudi mashamba ya miwa. Asubuhi ndio walikuwa wanakimbia kurudi kwenye vichaka kujificha. Ndiyo. Ndio maana hata katika taarifa zilizotolewa hapo awali, hasara ilikuwa inasababishwa na tembo kwa uwekezaji huu kubwa. Wakati tunaendelea kuwaswaga, nimeona kuna tembo ambao walikuwa wakati wote, kuna tembo 3 walikuwa wakati wote wanajitenga. Hawa wanatembea kwa familia au wanatembea kwa ukoo mzima? Anashukuru sana. Maisha ya tembo kibiolojia ni maisha ya familia. Ndiyo. Na ni familia ya majike ndugu. Majike ndugu. Yes. Sio majike wa hivi. Ingawa katika hali ya isiyo ya kawaida, majike ambao sio ndugu wanapokuwa wametengwa sehemu fulani, wakakutana na kundi lingine, wanaweza kupokelewa. Lakini kwa asili ni familia ya majike ndugu. Hao majike ndugu wanavyozidi kuongezeka, kwanza kuna kitu kinachoitwa family unit katika familia. Halafu ile familia inavyozidi kukua, ili kupunguza ushindani katika malisho kati ya wale ndugu walioko pale, inaweza kameguka. Anaondoka na lile kundi lilomeguka. Unaona kama wewe ni kamishna msaidizi. Ndiyo. Halafu kuna kamishna msaidizi mwandamizi. Sasa wewe kamishna msaidizi unaondoka na kakundi kako, unaacha kundi la kamishna msaidizi mwandamizi. Kwa hiyo ukishalitenga vile, familia moja inakuwa imeshatoa familia mbili. Na hivyo inaendelea hivyo kwa jinsi idadi ya tembo inavyoongezeka katika familia. Lakini inapotokea changamoto, hizi familia ndogo ndogo zilizojitenga katika familia kubwa zinarudi pamoja, zinatengeneza ukoo, clan. Ndiyo. Ndiyo. Na ni pale ambapo kuna changamoto, kuna threat, zinakuja pamoja. Kwa hiyo ukoo, threat inapozidi kuongezeka, ukoo unaweza kuungana na ukoo mwingine. Okay. Unachokiona kwa sasa hivi, sisi tulichotengeneza kwa tembo hawa, tumetengeneza threat. Ndiyo. Kile kitendo cha kuwasukuma, kuwahamisha, kwao wanatafsiri kama ni usumbufu. Ndiyo.
Kwa ili waweze kukabiliana na usumbufu wetu, lazima waungane. Na lile kundi kubwa taalamu linaitwa aggregate. Okay. Aggregate ni mkusanyiko wa koo mbalimbali kutengeneza kundi kubwa la tembo. Na hiyo utengenezaji wa kundi hilo ni njia mojawapo ya kujihami ama defensive mechanism. Sasa. Kwa hiyo ulichokuwa unakiona wewe zaidi, Ndiyo. ulikuwa unaona aggregate. Sasa, kwa sababu eneo wamelizoea, ukiwapa nafasi kidogo wanagawanyika kutoka kwenda kwenye vile vikundi vyao vidogo vya familia. Ndio maana hata wanapotembea unaona mwingine ameamua kuchepuka. Akichepuka, wale wafuasi wake wote wanamfuata. Ndio, nimeona hiyo. Kwa sababu wanajisikia wako huru sasa, wako kwenye maeneo wanayoyajua, kwa hiyo wanaendelea na familia zao. Wakiona kwamba kuna hatari, wanajikusanya. Nafikiri tembo wao kwenye swala la umoja ni nguvu, tengano ni udhaifu. Wao wanalipractice vizuri sana. Afande Ngendo, kule wanakokwenda sasa Burigi Chato, kuna maandalizi yoyote au kuna hitaji maandalizi yoyote au wanakwenda tu kama waliokuwepo kabla? Ya, asante sana. Kama kamishna alivyosema ni kwamba mkakati huu una utekelezaji wa awamu ya kwanza ya kuhamisha, lakini awamu ya pili ni ya kuangalia kule ambako watakuwa wamepelekwa kudhibiti. Kwa hiyo hadi sasa tunavyozungumza kuna tembo ambao tayari wameshapelekwa, wamefikishwa kule Burigi Chato. Na tayari kuna kikosi ambacho kimeandaliwa kwa ajili ya kuwafuatilia, kuwa monitor. Na tumepata tu uzoefu mzuri kwamba wale waliokwenda kwa sababu ya hali ya utulivu na amani ambayo iko kule, wametulia. Ingawa kuna wakati wanataka kujaribu kurudi huku, lakini kikosi kilichopo kule kina udhibiti. Lakini kingine ambacho kimefanyika kama alivyosema kamishna kwamba hawa makundi makubwa haya ni ya majike. Kwa hiyo wao wako kwenye matriarch system. Kiongozi wa kundi lolote kataliona ni jike ambaye ni senior, kwa maana ndo mkubwa na ni mzoefu wa maeneo na ndo atakayekuwa anaongoza lile kundi. Kwa hiyo kiongozi wa kundi tofauti na binadamu tulivyo kwamba ni baba, kule ni mama. Lakini ni mama. Watu kule Lindi nasikia viongozi wa familia ni matriarch wao. Watoto ni wa mama. Sehemu kubwa tumezoea baba ndo anakuwa, lakini kwa tembo jike kiongozi ndo anakuwa kiongozi wa lile kundi. Kwa hiyo niseme tu kwamba tunayo hayo maandalizi, lakini kwa maana maandalizi mengine, ekolojia ya hifadhi ile haina tofauti na maeneo haya. Kwa hiyo ni maeneo ambayo ni suitable, ni mazuri kwa tembo kwa sababu tembo wengine tayari tunao kule Burigi. Kwa hiyo kiikolojia hatuhitaji kufanya maandalizi sana, tayari ni eneo ambalo kiuhifadhi ni nzuri kwa ajili ya tembo. Maandalizi ambayo yanatakiwa yafanyike ni kwa sababu tunawapeleka kwenye eneo jipya kidogo ambalo hawajalizoea, kama alivyosema walikuwa walowezi huku na wamezoea. Tunahitaji kuwa na mkakati wa namna ya kuwadhibiti ili wasiweze kurudi. Lakini vinginevyo tunaamini kwamba mwisho wa zoezi hili litakapokuwa limefanyika na likafanikiwa, tembo baada ya kufika kule, basi utaratibu awamu ya pili ya udhibiti ili tembo wasirudi litaendelea. Ili kuwafanya wazoee na waweze kujua kule nyumbani na wabaki huko. Sasa labda kuongezea tu hapo sehemu ya maandalizi pia ni kuangalia tembo waliokuweko kule na tembo atakao kwenda kule. Ndio. Kwa sababu pamoja kama sisi katika uhifadhi tunaangalia uhimilivu wa mazingira kwa idadi ya wanyama. Ndio. Na kiwe uwiano wa eneo na idadi ya wanyama kitaalamu tunaita density. Sasa hawa tembo wote walioko hapa tumeshafanya tathmini. Wakirudi wote bado density ya tembo kwa hifadhi ya Burigi Chato itakuwa 0.17. Wakati ukiangalia hifadhi zenye tembo wengi kama hifadhi za Afrika Kusini, mfano nikupe, kuna hifadhi inaitwa Addo Elephant National Park katika South Africa. Ina density 1.6. 1.6. Sisi bado ndogo kama theluthi moja ya Burigi Chato. Kwa hiyo Burigi Chato ina uwezo wa kupokea tembo wote hawa bila kupata
shida yoyote. Na tembo wakaishi vizuri wakiwa na utoshelevu wa malisho, utoshelevu wa maji na utoshelevu wa eneo lao la kuzunguka. Kama mnavyotaka kuambia territory ya tembo inataka kama square kilomita 800. Sawa. 800 ukigawanya kwa Burigi Chato unapata kama territory 4-5. Kwa namna yoyote, hata kama kuna hofu inajengeka kwamba tunapeleka tembo Burigi Chato kama vile tunahamisha tatizo kwenda kwenye maeneo yanayozunguka Burigi Chato. Hapana, tembo hawa wanaweza kuishi kwa amani kabisa ndani ya Burigi Chato bila kutoa usumbufu wowote. Na labda la ziada, tembo wachache katika hawa tunawahamisha wanavitusha mawimbi. Kwa hiyo itakuwa rahisi sana kwa hifadhi ya Burigi Chato na sisi kwa kushirikiana na sisi wataalamu wa tembo kuweza kuwafuatilia na kutoa taarifa ya mwenendo wao baada ya kufika Burigi Chato. Afande, tukibaki hapo hapo, nafahamu kwamba zoezi hili limeshirikisha wadau wengine mpaka hapa tulipofika. Ni wadau gani ambao tumeshirikiana nao? Nashukuru sana kwa swali vizuri. Kwa kweli kuna mdau mkubwa kiacha serikali yetu. Serikali yetu hii ni mdau wa kwanza. Sababu tunafanya kwa maelekezo ya serikali, lakini pia kwa uwezeshaji wa serikali. Lakini taasisi muhimu kabisa kwa sasa hivi ambayo kimsingi imetupa vitendea kazi ambavyo tusingeweza kuvipata sehemu yoyote tofauti na kukodi, ni Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Kama unaona nyuma yetu hapa, chombo hiki kiko hapa. Kwa kweli chombo hiki kimetoa msaada mkubwa sana kuwezesha kazi hii. Na huu msaada tusingeweza kuupata bila jeshi letu la wananchi kutupa msaada huu. Imetupa msaada wa chombo, pia msaada wa watendaji katika vyombo vile. Sasa na labda tu niongeze moja, watendaji hawa wana nidhamu ya kijeshi. Na ni wajibikaji kweli kweli. Na wamekuwa chachu katika kusukuma zoezi hili liendelee kwenda mbele. Na tunaamini haya mafanikio tunayopata hatuwezi kusahau mchango wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Kuna wadau wengine ambao wamehusika kitaalamu labda? Wadau wapo wa kitaalamu. Tunashirikiana pia na TAWIRI. Ingawa wao kwa sasa haupo uwandani. Lakini tunashauriana nao, tunawasiliana nao. Lakini pia katika hatua za mwanzo za zoezi hili walitusaidia kutoa virusi vya mawimbi na tukafunga kwenye makundi manne ya tembo hawa. Kwa kweli mchango wao ni muhimu na tunauthamini. Lakini pia halmashauri zetu zinatusaidia, viongozi wa wilaya, mkoa wako pamoja na sisi. Lakini kuna mdau ambaye pia alikuwa mwathirika. Hii kampuni ya Kagera Sugar amekuwa na mchango mkubwa sana. Hata hii ile eneo tunalotumia na facility zote zilizoko hapa ambazo kimsingi ni muhimu sana katika usalama wa vyombo hivi. Tunapata kutoka Kagera Sugar. Kwa hiyo ni mdau muhimu sana na alikuwa na mchango mkubwa sana. Mdau mwingine bila kuwasahau wananchi. Kwa kweli wananchi wa maeneo haya wametupa ushirikiano mkubwa. Kuna wakati mnatafuta tembo hawa mnawakosa, yani wanajificha, lakini wananchi wanajitokeza kuambia tembo wako huku, ni wako huku. Kwa hiyo na wao inawapa hamasa na wanashiriki na wanatamani kweli tembo hao wangeondoka katika maeneo haya. Kwa hiyo wameshiriki katika zoezi lenyewe. Tuna viongozi wa vijiji tunao kwenye zoezi hili, wale vijiji wanashiriki moja kwa moja. Lakini wananchi wameshiriki kwa maana ya kutupa taarifa na wanatamani hili zoezi liweze kufanikiwa ili wabaki kuwa na amani, waweze kupanua mashamba yao na makazi yao, kwa sababu kumbuka eneo hili wameshindwa, yani baadhi ya maeneo wananchi wamehama, yani kwa sababu ya ile threat, ile uhatari wa tembo, imebidi wayaache hayo maeneo kuyatumia kabisa. Kwa hiyo wameshindwa kuzalisha zaidi kwa maana ya mazao na kuweka makazi kwa sababu ya hatari ya tembo. Kwa hiyo wanatamani kwamba tembo hawa waondoke, maeneo yabaki huru na wao waendelee na shughuli zao vizuri. Kwa hiyo wananchi tunawashukuru sana. Lakini kamishna ameeleza
mamlaka mbalimbali za wilaya na mkoa. Kipekee kabisa niweze kumshukuru mkuu wa mkoa wa Kagera ambaye amekuwa mstari wa mbele katika kulifuatilia jambo hili na kuhakikisha kwamba tembo wanaondoka katika maeneo na kuwabaki kuwa na amani. Na ndio maana hata siku ya uzinduzi rasmi wa zoezi hili yeye mwenyewe mkuu wa mkoa wa Kagera pamoja na waheshimiwa wakuu wa wilaya hizi 3 walifika hapa na wakatupa baraka zote za zoezi hili kufanyika, na wakasema watatoa ushirikiano, na ndio kwa kweli wamekuwa wakipeleka zile taarifa kwenye halmashauri zao na wilaya zao na wananchi ili kuhakikisha kwamba tunapata ushirikiano na kuhakikisha kwamba hili zoezi. Kwa hiyo tukiwa tunaelekea ukingoni kabisa mwa kipindi chetu ambacho kimekuwa kizuri sana sana sana, ni wape nafasi sasa makamishna waweze kutoa wito kwa wananchi, kwa sababu hizi hifadhi zipo maeneo ambayo wananchi wapo, lakini hawa wanyamapori pia wapo katika maeneo ambayo wananchi wapo. Unawaambia nini wananchi kwa ujumla wake tu? Kwanza nashukuru kwa nafasi hii, lakini wananchi kama tulivyotangulia kusema, hasa alivyogusia Kamishna Ngeno, ni msingi mkubwa sana katika kazi hii. Lakini hata lengo halisi la kazi hii inalenga kuwaletea nafuu kwa kupunguza changamoto zilizosababishwa na tembo. Ninawaomba wananchi waungane na sisi, wameshatupa support, wanaendelea kutupa support, naomba waendelee kutupa support. Lakini nashukuru kwamba kila tunayekutana naye anaombea vizuri zoezi hili, na sisi tunathamini sana mchango wao. Ombi langu moja tu, wale wananchi ambao tembo watapita karibu na maeneo yao, kile kitendo cha kusogelea tembo wakiache. Najua tumeona Bajo baadhi wananchi wakitaka kupiga picha selfie pamoja na kwa kitendo kile ni kitendo cha hatari. Na kuna kitu kinawadanganya. Wale tembo wanapokuwa wanaswagwa wanajikita zaidi katika kufuata maelekezo, kuifuata movie helicopter. Wanakuwa hawahangaiki sana na vilivyo pembeni. Ndiyo. Kwa wananchi wanapata tafsiri ambayo sio sahihi. Wanafikiri wale ni wapole. Ndiyo. Kwanza nataka tuniwaambie, tunapowaswaga tembo hawapendi. Kwa kile kitendo wale tembo wanapopua katika hali ya kuswagwa wanakuwa na hasira. Kwa kweli ukijichanganya utaumia. Kwa naomba wawapishe tembo, wakae mbali, wasitamani kuwaona kwa sasa, maana watakuwa hifadhini na hifadhi zinatoa fursa ya kuwapeleka kwenda kuwaona. Sasa Asanteni sana. Afande Ngendo. Na mimi niseme tu kwamba serikali yetu imeweka nguvu kuhakikisha kwamba inatatua hizi changamoto za miingiliano kati ya wanyamapori na binadamu. Na hii ni mojawapo ya eneo ambalo serikali imeweka nguvu ili kuondoa hii changamoto. Kwa hiyo niseme tu kwamba wananchi tuombe tushirikiane vizuri ili zoezi hili liweze kufanikiwa na hii changamoto iweze kuondoka. Na ni matumaini yetu kwamba zoezi hili litafanikiwa ili wananchi sasa muweze kupata maeneo makubwa zaidi ya kufanya shughuli zenu na kujiletea maendeleo yenu. Afande, unaweza kurudia hiyo ukiangalia pale? Aha. Niligeuka upande mwingine. Niseme tu kwamba serikali yetu imeweka nguvu kubwa sana katika kuhakikisha kwamba inatatua changamoto za miingiliano ya wanyamapori, hasa wanyamapori tembo pamoja na binadamu. Na hivyo tunaamini kwamba kwa jitihada hizi ambazo serikali imefanya, ina lengo hilo la kuhakikisha kwamba wananchi wanakaa kwa amani. Kwa hiyo nitoe rai tu kwa wananchi kama mwenzangu alivyosema, tuendelee kushirikiana kwenye zoezi hili ili tuhakikishe kwamba mwisho wa siku zoezi linafanikiwa, wanyama hawa waweze kwenda maeneo salama huko Burigi Chato, na huku waache maeneo ambayo wananchi mtaweza kuyatumia na kujiletea maendeleo. Zoezi la kuswaga tembo kutoka kwenye maeneo ya wananchi na mali zao na kupeleka katika maeneo ya hifadhi ya taifa Burigi Chato bado linaendelea. Tulikuwa hapa katika mashamba ya Kagera Sugar
ambapo ndo tumeweka base camp yetu, na nilikuwa na kamishna msaidizi wa uhifadhi Dr. Fredrick Mofulu, mkuu wa hifadhi ya taifa Ibandakyerwa, lakini pia nilikuwa na kamishna msaidizi wa uhifadhi Charles Ngendo, mkuu wa hifadhi ya taifa Rumanyika Karagwe. Mimi ninaitwa kamishna msaidizi wa uhifadhi Catherine Mbena. Tukutane tena katika kipindi kijacho. TANAPA Podcast, hifadhi zetu, sauti yetu.